michezo fulani inakuwa mikubwa, watu wengi wanakuwa wengi wanaitazama, lakini Chobwedo ni yule yule na mechi zote nazocheza nacheza hivyo hivyo. Kuna kitu pengine kimeongezeka kwa upande wako kama mchezaji ama kupungua baada ya kuzungumzwa sana? Hamna kitu ambacho kimeongezeka? Hamna. Vile tu niko vile tu na push hivyo kwa kumsikiliza mwalimu hivyo basi. Lakini michezo yote hiyo miwili, ukizungumzia mchezo wa Yanga lakini mchezo pia wa Simba wa jana, ilikuwaje kwa upande wako? Mechi ilikuwa nzuri, mechi ilikuwa ngumu, ndio hivyo tumtengeneza makosa, tumeweza kuadhibiwa na tunawapongeza Simba kwa game nzuri hivyo. Ambaye mlikuwa mnatoa ushindani zaidi, namzungumzia Nixon Kibabage, alionyesha na yeye kitu ambacho alikuwa alikifanya hapo jana. Mlikuwa mna bato kubwa sana. Unaweza ukamzungumzaje Kibabage kwenye kile ambacho alikifanya? Hamna, ni mchezaji mzuri. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, tunampongeza. Ndio hivyo, ya jana ameshia uwanjani, najipanga kuelekea kesho Arusha kupushi tena mazoezini tuweze kupata alama 3 katika michezo mingine inayofuata, maana ligi ni ngumu mzunguko huu wa pili. Kwa hiyo bado tuna safari ndefu kiukweli, na katika tebo pia tukiangalia timu yetu haiko salama, kwa hiyo tunahitaji sana tupushi ili timu iweze kuwa katika nafasi nzuri. Hakukuwa na pressure yoyote pengine kwa upande wako kama mchezaji? Hamna pressure, ligi ndio hii. Ukishaanza kwenye ligi kiukweli pressure inakuwa una lazima tatu shakuwa, kwa hiyo ushacheza mechi nyingi msimu uliopita, tena umecheza ligi, kwa hiyo sina pressure. Sina pressure. Simu hazijaita? Hapana, simu hazijaisha. Mimi bado mchezaji wa TRA na mkataba pia na TRA. Sawa, target sasa, kwa sababu wachezaji wengi wanacheza, kila mtu anakuwa na target yake kwenye kila msimu. Kwa wewe Chobwedo, una target gani au malengo yako ni yapi kwa msimu huu? Mimi kiukweli nacheza mpira nipate pesa. Yaani mimi nikipata pesa ndo maisha yangu yanaenda. Kwa hiyo target yangu mimi ni kupata pesa. Basi sina sijui target nini. Mimi timu yote nikimaliza mkataba labda nikipata pesa mbele na nikizimina maisha yangu nachukua nafanya kazi. Kwa hiyo tutegemee tena kumuona Chobwedo kwenye timu nyingine huko tayari, kwa sababu unasema wewe unahitaji pesa. Ila sema bado na mkataba na timu. Kwenye michezo mikubwa kama wa Simba wa Yanga hivi. Mechi kubwa zina pressure kiukweli, kwa hiyo mechi kubwa inabidi ujiandae kweli, yani ujiandae kichwani, ujiandae mguuni kiukweli. Mechi kubwa inakuwa ina ugumu wake sana. Kwa hiyo ni hivyo tu kupushi, kumwomba Mungu basi. Umezungumza Simba walikuwa bora sana jana na mpaka mkaruhusu magoli 3 kwa upande wenu nyinyi. Ubora wa Simba pengine unaweza kuzungumza kwenye maeneo gani na mchezaji gani pengine alikuwa mzuri zaidi kwenye mchezo wa jana? Mimi naona tu jana walikuwa na bahati na walikuwa na siku nzuri, kwa hiyo siwezi nikawazungumzia sana, ila jana walikuwa bora, ndio maana wameweza kutuadhibu. Kwa hiyo mimi nawashukuru tu, mechi ilikuwa nzuri na wapongeza kiukweli, wamecheza vizuri, ndio maana wameweza kutufunga. Swala la kwamba sijui unamlaumu nani kwenye ile mechi? Sina cha kumlaumu, maana mwalimu yupo, tamlaumu nani? Maana si ni binadamu, unaweza kumlaumu mwenzio kesho, mara wewe umefanya mistake, mmeadhibiwa. Kwa hiyo siwezi nikamlaumu mtu, zaidi tu kumshukuru Mungu. Tulishinda karibia michezo 4, jana tumefungwa. Kwa hiyo ni jambo tu la kushukuru, tutapushi tena mbeleni, mechi zinazokuja tuweze kupata matokeo, timu iweze kuwa katika nafasi nzuri, tuweze kuibakiza kwenye ligi. Chamu na Mzamiru ni wachezaji muhimu sana kwenye kikosi chenu, na jana walikosekana kwenye huo mchezo. Pengine kukosekana kwao kuna kitu ambacho kilipungua kwenu? Kiukweli ni wachezaji wazuri, ni wachezaji wazuri sana. Yaani ukiangalia kwa mechi ya jana tulikuwa tunawahitaji, lakini ndio hivyo pia wako kwa mkopo, kwa hiyo hawakuweza kuruhusiwa kutumika, lakini ndio hivyo kwa mechi ya jana kiukweli tumewanisi. Yaani kama mimi nimewanisi sana, kwa sababu unapokuwa unacheza na wachezaji wazoefu kitu fulani kinakuwa kinaongezeka na utulivu pia unakuwa mkubwa sana. Tofauti jana sio mbaya sana, lakini ndio hivyo tu matokeo, na pia nawapongeza wachezaji wenzangu, tumepambana kati ya uwezo wetu, ndio hivyo tumeadhibiwa. Mchezo ulikuwa mzuri kwa Simba, tunawapongeza, lakini na sisi tutawakaribisha Arusha. Maana tunasalamu Arusha. Arusha kuna nini? Arusha kuna nini kule ambako kila mtu anakuogopa, yani kila mtu anataja watakuja Arusha. Kila mtu atumia uwanja wake wa nyumbani vizuri, kwa na sisi tutawakaribisha Arusha, tutawapa game tough zaidi. Na hizi siku nyingine tutaonana hivi, tutazungumza mengine tena. Sawa, kama mchezaji nataka comment yako kuhusiana na performance ambayo alionyesha Dennis Nkane, kijana mdogo kabisa ambaye ametoka Yanga pia naye kwa mkopo, yuko pale TRA. Jana amecheza mechi nzuri sana, na bila shaka huwa mnazungumza kuelekea kwenye hizo mechi. Unaweza kumwambia nini kwenye kile ambacho alikionyesha jana?
mimi nampongeza tu, ni mchezaji mzuri, ni mchezaji mkubwa, kwa hiyo mimi nampongeza kiukweli. Nampongeza, ni mchezaji mzuri, hivyo tukuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu atusaidie tupushi tuweze kuibakiza TRA kwenye ligi. Mashabiki wao wanatamani kusikia chochote kutoka kwako, na sasa hivi bila shaka mashabiki kwako wameongezeka. Hamna, kawaida tu, kawaida. Wameongezeka, picha zimekuwa nyingi, kila mtu chobedo da nzima inakuta wewe. Hamna, kawaida. Unawaambia nini? Mimi kiukweli nawashukuru washabiki wa TRA, kiukweli wamekuwa bega kwa bega tukia ligi tunaanza. Kiukweli ligi ilikuwa tujaanza vizuri, wanatusapoti, wanafika uwanjani kiukweli. Kwa hiyo pia tunawapa pole kwa mchezo wa jana, kwa tuna imani Mungu atatusaidia, tutapushi tena mechi inayokuja, tutawafurahisha. Mtatoka kwenye nafasi ya 10. Na imani sitatoka kwenye nafasi ya 10, tutasogea juu kabisa inshallah. Asante Ramadhani. Shukrani sana. Hamna kiukweli, hamna. Umecheza pia michezo mikubwa Simba na Yanga, ni mchezo upi ambao kwako uliona ulikuwa na utafu zaidi, na ukaona huu ni mchezo ambao kwako ulitoka na ukasema kweli hapa nimetoka jasho kweli kweli? Kiukweli michezo yote ni migumu, yani michezo yote miwili tuliocheza kiukweli, timu hizi kubwa zina wachezaji wazuri, wachezaji wazoefu, kiukweli mechi ni tafu zote, yani hamna mechi ambayo unaweza ukasema eti kwamba ilikuwa sijui tafu zaidi, hamna, mechi zote ni ngumu kiukweli. Ni beki gani kwako ilikuwa ni changamoto la kumpita kwa mbinu ambazo wewe ulikuwa unaona huyu alikuwa ni mgumu, kizingatia pia mmekutana Simba na Yanga pia? Wote mabeki wagumu, yani kiukweli ligi kuu hamna mchezaji ambaye dhaifu, yani kiukweli ligi ni ngumu sana, yani kuna muda unaweza ukasema bora ya mchezaji ambaye wa timu hizi kubwa ambaye unaweza ukakutana nao, lakini hizi mechi nyingine ukiondoa Simba na Yanga, kiukweli mabeki ni wagumu sana sana. Inakupa motisha gani kutazama hizi mechi kubwa ambazo tumezizoea janti Simba na Yanga, kwa wewe mchezaji ambao unaamini kwamba bado ndoto yako kuipambania zaidi katika soka? Nini ambacho unajifunza kupitia katika hizi timu kubwa unazokutana nazo katika michezo yenye pressure, na mashabiki pia wanakutazama kwamba kuna kitu ambacho unacho, na sasa tunaona zungumzo kubwa katika mitandao ya kijamii, hususan pia ni miongoni mwa neno ama miongoni mwa jina Chobwedo. Nini haswa komenti yako ambao unaiona katika kila ambacho unakifanya kutimiza ndoto zako pia? Mimi ukweli, yani mimi najiona kawaida, yani mimi nacheza tu kawaida kwa kumsikiliza mwalimu. Kwa mambo mengine ya mtandaoni labda ni mtu binafsi anaongea kuzungumza, lakini mimi najiona ni mchezaji wa kawaida, bado na safari ndefu ya kupush. Kwa hiyo nacheza kwa kumsikiliza mwalimu, yani sina kikubwa sana cha kuwaaminisha watu labda mimi ni mchezaji bora zaidi, hamna. Mimi ni mchezaji tu wa kawaida, nacheza kwa kufuata maelekezo ya mwalimu. Tutegemea kumuona Chobwedo zaidi ya huu? Mimi nahisi Chobwedo ni huyu, utaendelea tukupushi kati ya afya ya Mwenyezi Mungu atatujalia, hivyo tu basi. Mpaka sasa nini cha tofauti umekiona kwenye ligi kuu ukitokea Ken Gold mpaka TRA, kutoka ikiwa Tabora sasa TRA? Mabadiliko yanakuwa makubwa kulingana na timu. Sasa hivi timu imechukuliwa na taasisi kubwa, kiukweli mabadiliko ni makubwa sana, kwa hiyo hamna changamoto, kwa hiyo timu ni nzuri kiukweli. Kwa hiyo hapa tunapofikiria tu ni kupushi kuibakiza timu, ila hamna changamoto yoyote ya kusema kwamba timu sijui nini, kiukweli kila kitu kiko sawa. Wategemea makubwa sana mashabiki kweli? Kiukweli wategemea makubwa, nataka tupushi tuweze kuibakiza TRA kwenye ligi. Ulionekana ukiwanyanyua mashabiki baada ya iko napigwa kona ile pale Arusha, pengine ulikuwa unatazama nini? Ulikuwa unaona ile goli kabisa mechi mmeikamata au unaona gani? Demonstration tu inatokea, kuna wakati mnaona muda umekaribia kuisha, alafu mnaweza mkapata kitu, kwa hiyo inatokea tu, yani inatokea sometime kwenye mechi, ila sio kwamba labda nilifanya vile labda sijui kuna kitu nilikuwa nataje kufanya, amna, ni game tu, situation imeweza kutokea kama vile. Bado nina swali moja la kiuzushi, mchezaji gani kwako bora ambao unahisi katika ligi ya NBC unaona huyu ni mchezaji ambao kidogo mimi naweza nikapita katika njia ambazo anapita pia? Kiukweli mimi niko tofauti sana, yani wachezaji wengi wa ligi kuu ni bora, kwa hiyo mimi namheshimu kila mtu sababu ligi kuu ndio level ya mwisho. Kwa hiyo uwezo ukasema labda mchezaji ambaye anacheza Super League ni wa kawaida. Kwa hiyo kiukweli wachezaji wote ni bora, mimi na respect kwa hicho, yani wote ni bora, sijaona mchezaji ambaye sio bora. Bwana Chobwedo, shukrani sana. Shukrani pia, asante sana.